Makosa matatu kwenye udongo wa mfinyanzi ambayo ukikosea utajuta baadaye. Udongo wa mfinyanzi unaweza kukugharimisha sana. Makosa matatu ya kuepuka kabla hujaanza ujenzi. Udongo wa mfinyanzi si lazima uwe mbaya kwa kila aina ya ujenzi, lakini una tabia zinazohitaji kuchunguzwa kabla ya kuanza kujenga. Tatizo kubwa ni kuanza ujenzi bila kujua tabia ya udongo uliopo kwenye eneo lako. Haya ni makosa matatu ambayo mjenzi anatakiwa kuyakangalia kwa makini. Moja, ukijenga bila kufanya soil test. Hii ni kosa ambalo linaweza kukugharimu baadaye. Lazima uhakikishe unachunguza kwanza udongo ili udongo usiweze kukugharimu baadaye. Udongo wa mfinyanzi unaweza kubadilika kutokana na unyevu. Unapopata maji huweza kuvimba na unapokauka huweza kupungua au kubadilika katika hali yake. Kama hujui tabia ya udongo wako, unaweza kuchagua aina ya msingi isiyolingana na mazingira ya eneo lako. Usikimbilie kuweka msingi kwa sababu tu umeona jirani yako amejenga nyumba yake. Kabla ya ujenzi ni muhimu kupata taarifa sahihi kuhusu udongo wa eneo lako, na inapohitajika kufanya soil test ili mhandisi aweze kufanya maamuzi sahihi kuhusu msingi na muundo wa jengo lako. 2. Mvua ikinyesha lori halifiki site. Hili linaweza kukushangaza. Udongo wa mfinyanzi unapokuwa na unyevu mwingi unaweza kuwa mzito, wenye utelezi na kupunguza uwezo wa magari mazito kupita kwa urahisi. Hii inaweza kuwa changamoto kubwa wakati wa kupeleka mchanga, kokoto, mawe, saruji na vifaa vingine kwenye eneo la ujenzi. Matokeo yake unaweza kulazimika kusubiri mvua iishe, kutafuta njia nyingine ya kufikisha vifaa au kutumia gharama zaidi za usafishaji. Kwa hiyo, kabla ya kuanza ujenzi usiangalie tu kama kiwanja kinafaa kujenga, angalia pia namna utakayofikisha vifaa kwenye site wakati wa msimu tofauti ya mvua. 3. Msingi usiofaa. Hapa ndipo nyufa zinaanza. Hii ndiyo jambo la tatu linaloweza kukushangaza zaidi. Kama udongo haujachunguzwa vizuri na msingi kuandaliwa bila kuzingatia hali halisi ya ardhi, jengo linaweza kupata matatizo baadaye, ikiwemo nyufa, milango na madirisha kutoka vizuri au sakafu kubadilika kulingana na aina ya mwenendo wa udongo. Si kila ufa unatokana na udongo wa mfinyanzi, lakini udongo wenye mabadiliko makubwa ya unyevu unaweza kuwa moja ya sababu zinazohitaji kuchunguzwa. Ndiyo maana msingi haupaswi kuamliwa kwa mazoea tu. Msingi unatakiwa kuendana na aina ya jengo, uzito wake, hali ya udongo na ushauri wa kitaalamu. Ushauri wangu wa mwisho sasa, ushauri kutoka Mjenzi wa Nyumba Tanzania. Kama una kiwanja chenye udongo wa mfinyanzi, usiogope kujenga. Jenga ukiwa na taarifa sahihi. Kabla hujaweka tofali la kwanza, jiulize, je, nimejua aina na tabia ya udongo wangu? Je, nimepanga namna ya kufikisha vifaa kwenye site wakati wa mvua? Je, aina ya msingi niliyochagua inafaa kwa hali ya eneo langu? Kwenye ujenzi, gharama ya ushauri wa kitaalamu mapema inaweza kuwa ndogo ukilinganisha na gharama ya kurekebisha tatizo baada ya nyumba kujengwa. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunakukaribisha wateja wanaohitaji huduma za kitaalamu za ujenzi, ikiwemo ramani za nyumba za kisasa na zinazokidhi mahitaji ya mteja, ushauri wa kitaalamu kabla ya kuanza ujenzi, makadirio ya gharama za ujenzi na BOQ, ujenzi wa nyumba kuanzia msingi hadi finishing, usimamizi wa ujenzi na ushauri kuhusu hatua mbalimbali za mradi. Kwa huduma na maelezo zaidi,
tupigie simu kwa namba 0712937090. WhatsApp, Max na Telegram tumia namba hii 0765937090. Ujenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Naomba uweze kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii ili watu wengi zaidi waweze kujifunza elimu hizi. Shukrani.